Sasa wewe ni kitu gani ambacho ulijitahidi sana kuepukana nacho kipindi uko chuo? Kitu kikubwa ambacho nilijitahidi kuepuka nacho, kama nilivyosema, nilikosa mkopo mara ya kwanza, lakini sikumalizia hapo, nilikuja nikapata mkopo. Kwa kitu kikubwa ambacho niliepuka cha kwanza ni matumizi mabaya ya fedha, kwa sababu nilikuwa tayari nimeshaona madhara ya kuishi chuo bila fedha. Kwa sababu ukiishi chuo cha kwanza lazima utumie fedha kila siku, yani ni lazima, sio hiari, kila siku lazima utumie fedha. Kwa sababu utakuwa hostel, na hostel utahitaji kula kila siku. Lazima utumie fedha. Pale chakula kinauzwa, lazima pesa itumike. Kwa chakula kinauzwa, kila kitu kinauzwa, kutoa siju kazi, lazima utumie pesa na nini na nini na nini. Kwa kitu ambacho nilijifunza kutokana na maisha yangu ya mara ya kwanza niliyopitia ni kutumia pesa kwa usahihi. Nakumbuka baada ya kupata mkopo sasa, baada ya kupata mkopo nilikuwa matumizi yangu ni kutumia mkopo ni 600,000. Kwa matumizi yangu nilikuwa natumia 300,000. Yaani 600,000 natumia 300,000. Alafu 300,000 nyingine natunza. Kwa hiyo nilitumia fedha hiyo vizuri sana, na nilikuwa bajeti yangu kwa siku ilikuwa ni bani sana. Kwa siku nilikuwa natumia 5,000 kwa siku. Nilikuwa natumia 5,000. Ambayo ukikalculate 5,000 kwa mwezi mmoja unakuwa unatumia kama 1,500,000. Na mwezi mwingine utatumia 1,500,000. Kwa jumla miezi miwili utatumia 300,000. Alafu hiyo 300,000 nyingine nilikuwa natunza. Kwa kwenye boom langu mwaka wa kwanza nilitumia nusu na nikasave nusu. Kwa niliepuka sana matumizi mabaya ya fedha. Okay. Na kabla hatujafika mbali, nikuulize swali jingine hapa. Hivi ni bora kusoma kozi ambayo unaipenda au kozi ambayo ina ajira kwa wingi? Ni bora kusoma kozi ambayo ina ajira kwa wingi. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu ukisoma kozi ambayo ina ajira, hiyo itakupelekea hata ukimaliza chuo kidogo utakuwa na utajiweka sehemu nzuri ya kupata ajira. Unajua, kwa mfano watu wengi hawaitaki kozi ya ualimu, lakini ualimu ni kozi nzuri sana. Watu wengi wanaikataa, lakini ualimu ni kozi nzuri sana. Japokuwa mimi sikusoma ualimu na nilikuwa naupenda ualimu, sema basi tu mazingira yaliingiliana nikashindwa kusoma. Kwa ukiangalia kama kozi ya walimu ni kozi ambayo ina ajira nyingi sana, ila watu wanaichukulia poa, wanaenda kusoma sijui business, mathematics, manini. Lakini walimu ni kozi nzuri sana, walimu una ajira. Kwa hiyo kozi ambayo ninashauri usome au mtu aisome, asilete mapenzi kwenye pesa. Kwa hiyo hakikisha kwanza anasoma kozi ambayo akimaliza chuo angalau ataenda ofisi 2-3 kutafuta kuingia na bahasha, kuliko umemaliza chuo sasa ulikuwa na kozi yako unaipenda na umeifaulu vizuri, unashindwa tena hauna sehemu ya kwenda kuifanyaje, kuipractice. Kwa hiyo mimi ningeshauri. Nimekuuliza kwa sababu nilikuwa nataka nifahamu, je, wewe chuo ulisomea kozi gani na ulichochagua ndicho sahihi au na wewe umechagua tu kwa sababu labda kina wengi? Mimi nilisomea kozi ya linguistics. Nilisomea kozi ya linguistics kwa sababu inanipa sehemu nyingi sana za kujidai. Inanipa sehemu nyingi na inanipa uwanja mpana wa mimi kufanya kile ninachokitaka. Kwa hiyo nilisomea linguistics na ni kozi ambayo pia nilikuwa naipenda. Sasa mimi nilifanya makosa kwa sababu sikuangalia ina ajira kiasi gani. Kwa ndio maana ninataka niwashauri na wenzangu wasiweke mapenzi yao mbele. Kwa mimi nisoma linguistics kwa sababu nilikuwa napenda language toka kitambo. Nilikuwa napenda language, nilikuwa naifurahia. Kwa hiyo nilipomaliza tu form 6 nikachagua language studies ambapo nilienda kusoma linguistics kwenye upande wa linguistics. Naam, mtazamaji wa Fikra na Maisha ya Wanachuo, nilikuwa na kijana hapa, ni mwanachuo, kashahitimu ya chuo. Lakini tumeongea mambo mengi sana, tumeongea changamoto za maisha, tumepita shule, lakini kuna sehemu moja hatujapita bado. Unaweza kujua ni sehemu gani hatujapita? Sijajua bado. Sijajua.